Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Wapenzi wa Kristo, tukiwa katika juma hili kuu na kwa namna pekee tunapojiandaa na hija yetu hapo kesho kutwa, siku ya Jumaa Kuu, tukiwa na moyo wa shukrani, tukiendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayoendelea kutujalia. Basi tuendelee kumwomba na kila mmoja tukitambua kwamba ana nia yake binafsi, tumtolee katika misa hii Mwenyezi Mungu, baada ya kuwa tumehitimisha zoezi letu ambalo limetuleta kwa siku hii ya leo, tukitambua kwamba hakuna aliye mkamilifu. Tukiri dhambi zetu tupate kusahilishwa kwa remisho. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotubu moyoni, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Wewe uliyeketi kuume kwa Mungu Baba ukituombea, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amin. Tuombe. Ee Mungu, ulitaka mwanao ateswe na kufa msalabani kwa ajili yetu, upate kutuondoa katika mamlaka ya adui. Tujalie sisi watumishi wako tuweze kuifikia neema ya ufufuko kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amin. Somo la kitabu cha Nabii Isaya sura ya 50 aya 4 hadi aya 7. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. Naliwatolea wapigao mgongo wangu, na wang'oao ndevu mashavu yao. Sikuficha uso wangu usipate fedheha na kutemewa mate. Maana Bwana Mungu atanisaidia. Kwa sababu hiyo sikutahayari, kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua ya kuwa sitaona haya. Neno la Bwana. Zaburi kitikio. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Wote walionao unicheka sana, unifyonya wakitikisa vichwa vyao. Husema, umtegemee Bwana na umponye na umwokoe sasa, maana apendezwa naye. Kitikio: Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga. Yamenizua mikono na miguu, naweza kuihesabu mifupa yangu yote. Kitikio: Mungu wangu, mbona umeniacha? Wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Nawe Bwana usiwe mbali. Ee Mungu wangu, fanya haraka kunisaidia. Kitikio: Mungu wangu, mbona umeniacha?
Nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Ninyi mnaomcha Bwana msifuni, enyi nyote mlio wazao wa Yakobo mtukuzeni. Kiitikio: shangilio. Kristo alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile litalo kila jina. Somo la Injili takatifu lililoandikwa na Mathayo. Wakati huo mmoja wa wale thenashara, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukandalie ile Pasaka? Akasema, enenda mjini kwa mtu fulani, mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyoagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara, nao walipokuwa wakila alisema, amin, nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. Mwana wa Adamu akaenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, ni mimi Rabi. Akamwambia, wewe umesema. Neno la Bwana.
Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Pongezeni kwa kazi. Najua tumechoka na wengine huenda wamekasirika kweli, kwa nini tena misa? Tumsifu Yesu Kristo. Ningependa nianze na swali. Wangapi katika maisha yao wamekwisha au walishawahi kusalitiwa? Tumsifu Yesu Kristo. Nani ambaye anajua kwamba alishasalitiwa kwenye maisha yake? Patana. Au swali moja. Haya, nabadilisha swali. Wangapi katika maisha walishasalitiwa hivi? Tumsifu Yesu Kristo. Tuko katika Juma Kuu. Juma Kuu kwa maana ya kwamba tunaingia rasmi katika mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Litujia masomo ya leo yanarudia ile somo ambalo tulisikia siku ya Jumapili, ile somo la kwanza, lakini na sehemu ya Injili takatifu tuliyoisikia wakati wa mateso. Yuda alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu, mitume wale 12. Sasa yeye katika shughuli zake kama jumuiya alipewa kazi ya kutunza fedha, yaani alikuwa ni mhasibu wa hiyo jumuiya ya mitume 12 pamoja na Yesu mwenyewe. Sasa yeye anaona kule kumfuata Kristo baada ya kutosha, kuna kitu cha ziada anakitafuta, lakini huenda amekaa na Yesu kwa muda huo miaka 3 bado hajakipata, na anatumia fursa ya wale Wayahudi ambao wanataka kumwangamiza Yesu. Anakwenda anajitoa kwao na kuwauliza kwamba ni kiasi gani, ni nini mtakachonipatia ili niweze kumkabidhi kwenu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni nini mtakachonipatia ili niweze kumkabidhi kwenu? Na sisi wakati mwingine tu wafuasi wa Kristo, na kama wafuasi wake huenda katika kumfuata wengi tukawa na mategemeo mbalimbali, kama Yuda alivyokuwa na mategemeo hayo. Tukawa tunatarajia vitu fulani, labda ni mwimba kwaya, labda ni mwenyekiti katika jumuiya au chama cha kitume. Kila mmoja akawa na lengo fulani, na baadaye tusipotimiza au kufikia hayo tunayohitaji, tunaweza tukajikuta tukapungukiwa imani, tukawa kama yule Iskariote ya kutafuta njia mbadala ili wakuweza kufikia hayo malengo tuliyokuwa nayo. Sasa Yuda huenda alikuwa anamwangalia Yesu kwamba huyu ni Mwokozi, ni mfalme, atakuja kututolea ukoloni, na kisha utoa basi atatawala, na kisha tawala. Huenda alikuwa amebuni kwamba baadaye atakuja kuteuliwa, labda kwa kuwa ana uzoefu wa masuala ya fedha, huenda akaja kuwa waziri wa fedha, huenda akaja kuwa na cheo fulani. Lakini hayo yote anaona kwamba ni kana kwamba bado hajaelewa Ukristo. Anaona ni bora afanye jambo achukue chake mapema. Anakwenda anaambia hawa, ni nini ambacho utakachonipa nami nitamsaliti. Tumsifu Yesu Kristo. Wao hawakujibu kwamba kiasi fulani, lakini wanasema wakampimia vipande 30 vya fedha. Vipande 30 vya fedha. Sasa hiyo hatuwezi kuielewa, vipande 30 vya fedha ndio nini? Kipande kimoja kwa hela ya hao Wayahudi au Waisraeli tunaita ni sawa, hicho kipande kimoja
cha hiyo fedha ya Kiyahudi ni sawa na shilingi 820 za Kitanzania, shilingi 820. Vipande 30, 820 mara 30, unapata ngapi? Inaenda kwenye 25. Kwa hiyo anapewa 20 na ngapi? Na 5, ili amsaliti nani? Yesu. Si nyingi sana hizo. Tumsifu Yesu Kristo. 20,000 yana hesabu 1,000, 2,000, 3,000 mpaka 20,000 na ngapi? Na 5. Na msaliti nyingi ndogo. Mwaka 33, 2023, mabilioni ya pesa anakabidhiwa ili amsaliti Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Nini ambacho tunaalika tuweze kujifunza, tukitambua kwamba sisi ni wafuasi wa Kristo, mara nyingi na sisi tunaweza kujikuta katika tabia hiyo ya kumsaliti Yesu. Tunamsaliti Yesu tukionyesha usaliti kwa kutothamini maisha ya wengine. Tukumbuke kuna anayemsaliti na baadaye ukiendelea kusoma maandiko haya utakutana na Petro ambaye yeye anafanyaje? Anamkana Yesu. Ni vitu viwili tofauti. Anayemsaliti maana yake unatumia mtu fulani kwa faida zako binafsi, lakini katika kupata hizo faida uko tayari kuleta maangamizi kwa yule anayemsaliti. Ndicho Yuda anachokifanya, anamtumia Yesu kwa manufaa yake ili aweze kupata fedha, lakini kule kumtumia anapelekea maangamizi yake. Na sisi tunapoharibu majina ya wengine, tunapowasema wengine vibaya kwa namna yote, tunafanya usaliti, huenda kwa faida zetu wenyewe, kwamba tunaposema wengine vibaya moyo unasuzika, lakini unaleta maangamizi kwa huyo mwingine. Tunaalikwa leo tunapojiandaa kwa ile yetu na tukiwa tumefanya yale mema ya usafi tuliofanya, basi tuombe na Mungu tutokane na tabia hii daima kuongozwa na Yesu Kristo mwenyewe. Lakini vile vile katika kutokana, tunapokuja kumsikia mtume Petro anapokana Yesu, na sisi tunaweza kujikuta na yeye katika njia hiyo hiyo. Kumkana maana yake unasema kumfahamu, na unasema hivyo sio kwa ajili ya kumwangamiza, hapana. Unasema hivyo kwa ajili ya kujiokoa wewe mwenyewe. Kuna wakati unapaswa kusema ukweli, lakini ule ukweli kwa sababu ndio namna utakavyosema utapelekea maangamizi, basi unaamua useme tofauti na vile unavyofahamu. Ndicho Petro anachokifanya. Anaulizwa kwamba wewe ulikuwa pamoja na nani? Anasema sijui usemalo. Anaulizwa mara ya pili mpaka mara ya tatu, anasema bado simfahamu mtu huyu. Na sisi tunaweza tukajikuta kama Petro tukasema hatumjui Yesu, kama nilivyosema wakati tunatangaziana kwamba twende tukasali, wengine kuna misa tena. Sasa kuna viashiria ambavyo tunamkana Yesu. Kimojawapo ni kutokuwa tayari kudhihirisha imani yetu. Maandiko matakatifu, Yesu anatuambia alipoanzisha Ekaristi Takatifu, aliwaambia wanafunzi wake, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, ambapo huo ukumbusho tunaufanya kupitia adhimisho la misa takatifu. Kumbe tunapokataa kushiriki, maana yake tunakataa kudhihirisha Ukristo wetu, na tunapofanya hivyo tunamkana Kristo mwenyewe. Tuombe neema Mwenyezi Mungu tuwe kama huyu mtumishi ambaye anakubali mateso, kama tulivyosikia katika somo letu la kwanza. Yuko tayari kuteseka kwa ajili ya Kristo. Anasema anang'olewa ndevu kama ishara ya dharau, anapigwa mgongo kama ishara ya mateso, lakini zaidi anatemewa macho
kama ishara ya kutothaminika katika jamii, na sisi kama wafuasi wake daima tunapaswa tuwe tayari kupokea mateso, lakini tukiwa na imani kwa Kristo mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Salini ndugu, ili sadaka yako na yenu ikubalike kwa Mungu Baba. Bwana, tunakuomba upokee vipaji tunavyokutolea na uwe radhi kutujalia, ili ule ukombozi tunaoadhimisha katika fumbo la mateso ya mwanao upokee kwa uchaji wa manufaa yetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amin. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Amen.
Bwana, tunakuomba upokee vipaji tunavyokutolea na uwe radhi kutujalia ili ule ukombozi unaoadhimisha katika fumbo la mateso ya mwanao tuupokee kwa uchaji wa manufaa yetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Yeye asiye na kosa alikubali kuteswa kwa ajili ya waovu na kuhukumiwa bila haki afe kwa ajili ya watenda mabaya. Alifuta dhambi zetu kwa kifo chake, akatukomboa kwa ufufuko wake na kutufanya wenye haki. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika wote tunakusifu tukiimba kwa shangwe na furaha. Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na kuheshimiwa mtakatifu wote. Tunakuomba utakatifu vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate na akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kututumikia. Pia tunasifu kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuka kanisa lako likienea popote duniani, likamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Protas Kardinali Rugambwa, askofu msaidizi Josephat Mdudu na wakleri wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huduma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, mtume mwenye heri na watakatifu wote waliopendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, napata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia gizo na Mwokozi wetu na kufuata mafundisho ya Yesu, nathubutu kusema, Baba yetu Uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo.
Ee Bwana Yesu Kristo, ambaye mtume wako, maana achieni amani yako na watu, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Pende kulijalia maana mmoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Najua mtetezi wangu ni mwema, mwenye